Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni mimi mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Mkwama ambaye nachunga kanisa la Uzima katika Neno ambalo liko chini ya Dr. Mtume Moses King na makao makuu yako Mbezi Malamba Mawili. Mimi niko hapa Mbagala Mbande Kiponza, tunachunga hapa kanisa la Uzima katika Neno. Tunamshukuru Mungu sana siku ya leo tarehe 21. Tumemwona Mungu kwa namna kubwa sana, namna alivyotenda mambo makubwa kwenye semina hii ya vijana. Tulianza jana usiku, tulikuwa na mkesha mfupi, na Mungu pia ametenda mambo makubwa sana kwenye somo la uamsho. Tumeona namna kanisa la kwanza walivyokuwa na uamsho ndani yao na walitenda mambo makubwa sana. Na leo pia tumejifunza mambo mengi sana ambayo Mungu amesema na vijana. Mungu amesema na sisi kuhusu habari ya kijana na maono. Tumeona kijana kama hana maono hawezi kujikontrol kwenye mfumo wake wa maisha. Lakini somo lingine ni kijana na mahusiano, namna ya kujilinda unapokuwa unatengeneza mahusiano yako. Lakini somo lingine tumejifunza kijana na afya, kuwa msafi, kujitunza, hata kuangalia vyakula gani unaweza kula kwa wakati gani, na tumeona nguvu kubwa sana. Lakini somo lingine tumejifunza kijana na uchumi, namna kujituma, kufanya kazi, kuhusika, kufanya kazi kwa mikono yako, kama maandiko yanavyosema tufanye kazi kwa mikono yetu sisi wenyewe. Niko kwenye madhabahu hii ya Uzima katika Neno. Kama unavyoona tuko hapa Uzima katika Neno, mji wa raha. Tunamtukuza Mungu kwa namna anavyotenda mambo makubwa. Hili ni kanisa kubwa sana ambalo limeenea Tanzania nzima, na tunashukuru Mungu mpaka nje ya nchi kule tunafanya mambo makubwa ya kumtukuza Mungu. Kitu pekee ambacho ulikuwa hujui, tukisema Uzima katika Neno tunasema amini neno, sema neno, pokea majibu. Kwa sababu hata yule mwanamke aliyetoka damu kwenye kitabu kile cha Marko ile sura ya 5 ndio mstari wa 25 hadi 29, yule mama alivyotoka damu kwanza alianza kujisemea mwenyewe moyoni, akaamini, afu baada hapo akajisemea mwenyewe kwamba nikigusa lile vazi nitakuwa mzima, na sasa hiyo akapokea uponyaji. Kwa hiyo tukikwambia Uzima katika Neno unasema amini neno, sema neno, pokea majibu. Ukiliamini neno unaliongea, na kama vizuri kuliongea unapokea majibu yako. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Amen.